Kama kuna jambo ambalo linaongezea ugumu Fountain Gate katika mechi yao watakaocheza muda mfupi ujao dhidi ya wananchi Yanga kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha, basi sio kwa sababu nyingine yoyote isipokuwa ushindi wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Mbeya City wa bao 1-0 pale jijini Mbeya. Ni kwamba baada ya Simba kushinda walifikisha pointi 64. Matokeo yake wako juu kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa pointi hizo, huku wananchi Yanga walikuwa wakiongoza hapo kabla wakiwa na pointi 63. Kwa hiyo wameshazidiwa pointi 1 na watani wao wa jadi Simba. Maana yake ni kwamba Yanga wakiteremka dimbani leo hii dhidi ya Fountain Gate hawatahitaji kitu kingine chochote isipokuwa ni ushindi, kupata pointi 3 ili mwisho wa siku warejee kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa kutimiza pointi 66 ili wawaache tena watani zao wa jadi Simba kwa pointi 2 zaidi, maana wao wakiwa na 66 Simba wangali na pointi 64. Sasa hilo peke yake laweza kuwa sababu tosha ya kuifanya mechi ya leo hii iwe na msisimko aina yake, kwa sababu Fountain Gate wakicheza nyumbani wanahitaji ushindi. Ndio kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara Yanga wako pili hivi sasa, Fountain Gate wakiwa wako chini kwenye nafasi 10. Mechi hiyo Fountain Gate wakicheza nyumbani dhidi ya wananchi Yanga watakachohitaji ni ushindi ili wajiongezee pointi 3 nyingine na hatimaye kujipunguzia pressure, shinikizo la hofu ya ama kucheza playoffs ama kuwa miongoni mwa timu za kuteremka daraja. Kwa sababu hiyo ni mechi kali, mechi ya kusisimua. Kwenye mzunguko wa kwanza wananchi Yanga walipata ushindi wa mabao 2-0 katika mechi iliyokuwa na ushindani mkali, lakini mwisho wa siku bao la mkwaju wa penalty kutoka kwa Principal Melo Dube na kisha bao la aliyekuwa ametokea bench Peodo Pacome Zouzoua yakaipa ushindi Yanga wa mabao 2-0. Matokeo yake leo hii matarajio ni kuona vikosi imara kwa timu zote mbili. Yanga wanajua ili kutimiza ndoto yao ya kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, basi hawataruhusu kuona wanadondosha pointi, iwe kwa kufungwa na hata sare, kwa sababu wakitoa sare wanajua watatimiza idadi ya pointi ambazo zitawafanya wawe sawa na watani zao wa jadi Simba, na hivyo kuwa waongoze kwa tofauti tu ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu kanuni za ligi kuu Tanzania bara mkilingana pointi na angalia head to head, mlipokutana nyinyi matokeo yalikuwaje. Yanga na Simba walipokutana mzunguko wa kwanza ilikuwa bila, mzunguko wa pili 2-2, haitoi mshindi baina yao endapo ligi kuu itahitimishwa huku wao wakiwa wamelingana pointi. Kwa hiyo kipengele kitakachofuata ni goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, ambapo kwa eneo hilo Yanga wako juu zaidi ya Simba kwa sababu wamefunga mabao 60, Yanga wameruhusu mabao 9. Ndio timu yenye safu imara zaidi kwenye kushambulia, ndio timu yenye ukuta imara zaidi, ikiwa wao na Azam wameruhusu mabao machache, mabao hayo 9. Lakini Yanga wanajua kujiweka salama zaidi. Ikiwa ligi inaelekea ukingoni, basi hakuna jambo lingine isipokuwa ni kushinda katika mchezo huu wa raundi 27 ili zitakapobaki mechi 3 watimize mpango kazi wao huu kwa kushinda pia. Lakini wanajua Yanga mechi ijayo wanacheza dhidi ya timu inayoshika nafasi ya 3 ya Azam. Kwenye mzunguko wa kwanza walitoka bila, kwa sababu hiyo haitarajiwi kuwa mechi nyepesi, na hivyo Yanga watatamani kuona ushindi, ndio jambo la msingi kwa mchezo wa leo hii. Kwa sababu hiyo vikosi vinatarajiwa kuwa kwa Fountain Gate chini ya kocha Fredi Felix Minziro Kataraia Baba Isaya, beki wa pembeni wa zamani wa Yanga, kwamba kwenye mpango kazi wake akianza na baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2 kama ambavyo amekuwa akianza hivi karibuni, lakini akizuia zaidi na kutumia muda mwingi kushambulia kwa kujibu. Mechi iliyopita walifungwa na Azam 2-0 kwenye uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha. Watataka kurekebisha makosa kwa kuwa imara zaidi ili washinde leo hii. Lakini kwa Yanga hivi karibuni na wao mfumo wao chini ya kocha Abdul Hamid Mwalim, baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2, lakini wao cheza yao wakiwa wanamiliki zaidi mpira, wakiwa wanafika zaidi eneo la wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga, huku mabao 21 yakiwafanya Fountain Gate kuwa miongoni mwa timu ambazo hazifungi mabao mengi, baada ya Mashujaa iliyofunga mabao 12, KMC mabao 14, halafu kuna Namungo waliofunga mabao 20. Zinazofuatia ni pamoja na wao ambao wamefunga mabao 21. Lakini kwa Yanga
ndio timu yenye kufunga mabao mengi zaidi, mabao 60. Lakini kwenye kuruhusu tumeshatoka kueleza, Yanga wameruhusu mabao 9 tu. Fountain Gate ni timu ya tatu kuruhusu mabao mengi ikiwa wameruhusu mabao 38 baada ya KMC ruhusu mabao 47, Mbeya City mabao 40, wao mabao 38. Sasa kwa sababu hiyo kikosi chake matarajio ni kuona golikipa Machupa Kapili akiwa ndiye anaanza, halafu beki wa kulia Jimson Mwanuke, wakati beki wa kushoto ni mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria Obinna Awara. Kwenye walinzi wawili wakati kukamilisha ule ukuta watu wanne, matarajio ni kuona Shabani Pandu akiwa na Derrick Mukombozi, mchezaji wa kimataifa kutoka Burundi. Kwenye viungo wanne, hivi karibuni Ismail Aziz Kada amekuwa akiwa miongoni mwa viungo wanne, lakini akitokea eneo la kati huenda akaanza pia Ismail Aziz Kada. Halafu akawa na nani? Akawa na Shomari Mponzi katika eneo hili la kati kukamilisha double pivot pale kati, lakini Ismail Aziz Kada yeye akitumika zaidi kwenye kusogeza mashambulizi mbele wakati wao wanaposhambulia, na amekuwa akifanya vizuri sana. Halafu upande wa kulia kijana mwenye kipaji Juma Abushiri anatarajiwa aanze. Upande mwingine ni mchezaji ambaye aka yake jina la utani haitwa African Messi, kutokana na uwezo mkubwa wa kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga na kuchomoka mpira kwa kasi katika kuiletea matokeo chanya Fountain Gate. Huyu sio mwingine ni Henry David, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria. Halafu washambuliaji wawili, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria Chukunonye Obasi anatarajiwa kuwepo pale, McDonald Chukunonye Obasi akiwa na kijana wa Fountain Gate pale pale, nazungumzia Sadik Saidi, miongoni mwa vijana wenye kipaji waliokuzwa katika academy ya Fountain Gate. Wakianza kwa mtindo huu, maana yake Chukunonye Obasi yeye muda mwingi anatarajiwa awe kati ya mabeki wawili wakati wa Yanga, na wakati mwingine kuwa yeye ni kama peke yake mbele, wakati timu wenzake wengi wakiwa katika eneo la kuzuia, halafu wafanye mashambulizi ya kujibu yakitumainia yeye kwenda kumalizia, huku Ismail Aziz Kada, Juma Abushiri, Henry Davids wakitarajiwa kuwa dribblers wa kukokotea mipira na kwenda kumletea yeye Chukunonye Obasi kwa lengo la kutaka kufunga kwa mipira ya kujibu. Amekuwa na uwezo mkubwa sana, lakini wakipata support pia kutoka mabeki wa pembeni Jimson Mwanuke, Obinna Awara katika baadhi ya nyakati, lakini muda mwingi wakiutumia wachezaji wote hawa kuweka mshonano kati ya mstari na mstari, lakini pia mchezaji na mchezaji, ili tu kuwanyima nafasi Yanga ya kufanya majaribio ya kufunga, kwa maana kwamba waongeze mshonano, compactness, kwa matarajio kwamba Yanga watamiliki zaidi mpira, Yanga watakuwa wanacheza zaidi katika nusu hii ya pili ya uwanja huku kwenye eneo la Fountain Gate, lakini wasipate nafasi hiyo halafu wao washambulie kwa kujibu. Lakini kwa Yanga matarajio ni kuona huenda golikipa akawa Djigui Diarra, yes, pale golini, halafu beki wa kulia ni Kwasi Atula Yao, kushoto haweza akawa Shadrack Isaka Boka ama Mohamed Hussein Shabalala pindi kocha akiamua kumchezesha baada ya kukosekana siku kadhaa kutokana na kile kinachoelezwa kwamba alikuwa na majeraha. Sasa anaweza karudi Mohamed Hussein Shabalala au Shadrack Isaka Boka kaendelea kucheza katika eneo hili. Mabeki wakati huenda Ibra Baka kaendelea kuanza pamoja na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Katika viungo wanne matarajio ni kuona Maxim Pianzengeli akiwa upande wa kulia, halafu upande huu wa kushoto Peodo Pacome Zuzwa, huku katikati ni kumwona Duk Oga Abuya na Mudathir Yahya Abbas, wakati katika washambuliaji wawili ni Alan Okello pamoja na Prince Okello pamoja na Prince Mpumelelo Dube kukamilisha mfumo huu ambao mwisho wa siku cheza yao Yanga wanapokwenda kushambulia, miongoni mwa silaha zao ni zile rotational movements katika eneo lao la kushambulia. Wachezaji walio juu wanabadilishana sana nafasi kiasi ya kwamba wanakuwa wagumu kuwatabiri nani anasimama eneo lipi, lakini kwa mpangilio huu matarajio Dube ndio awe katika eneo la kati kwenda kupambana kina Shabani Pandu, kwenda kupambana na kina Shabani Pandu katika na Derrick Mukombozi katika kutenza nafasi za Yanga kufunga, huku Alan Okello akiwa nyuma yake kusubiri mpira wa pili, lakini ubunifu chenga kutoa pasi kwa wenzake, na ndio maana anaongoza huyu
Alan Okello, mchezaji kimataifa kutoka Uganda aliyetoa Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo kwa mchango wa mabao ya jumla. Akifunga mabao 11, assist 8, anatarajiwa Okello kuwa katika maeneo haya. Na tena huenda akaongezeka hamasa ya kuongeza mchango wake wa mabao kwa Yanga baada mchezaji ambaye anahusishwa sana naye katika mchango kwa ujumla, kwa sababu wote walitoka kwenye timu zao wakati wa dirisha dogo. Clatous Chota Chama ambaye ndiye aliyetoa assist kwa bao pekee la ushindi la Simba alilofunga Mpazu dhidi ya Mbeya City, na yeye huenda akatamani kutoa assist ama kufunga endapo atajiingiza kwenye yale wanaojadili mashabiki juu ya kulinganisha mchango wake akiwa Yanga tangu atoka dirisha dogo na Mwamba Lusaka Chama aliyetoa Simba wakati wa dirisha dogo kitokea Singida Black Stars, mchango wake wa mabao na assist kwa Simba. Lakini Maxim Penzengeli siku zote yeye ni mpambanaji haswa. Matarajio, kuna baadhi ya nyakati atakuwa anaongeza mapana ya uwanja ili kwenda kupiga passes ama crosses kwa kina Dube na kwa kina Okello, lakini muda mwingi yeye aingie ndani kwenda kuungana na Dube na Okello, halafu kutoa nafasi kwa Kwasi Atula yao kuongeza mapana ya uwanja, kupiga cross ama kupiga passes. Kazi hiyo pia ndivyo ilivyo kwa Shadrack Issa Kaboka kwa upande wa kushoto, akitoa nafasi kwa Pierre Pacome Zouzoua kwenda kuongezeka idadi ya wanaoshambulia kwa kuungana na Dube na Okello. Lakini Mudathir Abbas atakuwa akifanya hivyo wanaposhambulia pia kuongeza idadi ya wanaoshambulia. Ni anajua pa kujiweka. Mudathir Abbas amekuwa kwenye kiwango bora sana. Wanaposhambulia Yanga, Mudathir Abbas ndiye kwenda mbele zaidi kuungana na kina Dube, Okello, kuongeza idadi ya wachezaji wenye nasibu ya kufunga wa Yanga, huku Dzuke Oga Abuya akiungana na Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibra Baka kuhakikisha eneo la kati linakuwa salama, ili Chukunonye Obas, ili Sadik Saidi wasilete madhara kwa mipira ya kujibu kutoka kwa Fountain Gate atakokuwa akizuia zaidi kutokea chini. Lakini kama tulivyoeleza, Kwasi Atula yao wanaposhambulia atakuwa juu, wanaposhambulia kutoka pembeni kushoto atakuwa anaungana maeneo ya kati kama kiungo, wakati Shadrack Issa Kaboka akiwa juu katika kuongeza mapana ya uwanja. Lakini vile hivyo kama Kwasi Atula yao ndo anaenda kuongeza mapana ya uwanja, Shadrack Issa Kaboka atakuwa maeneo ya kati kuungana na kina Dzuke Oga Abuya, Ibra Baka na Bakari Nondo Mwamnyeto kuhakikisha wanakuwa salama. Lakini silaha nyingine ya Yanga ni pamoja na Djigui Diarra, mzuri sana katika kucheza mpira kwa miguu, kutoa pasi ndefu zinazofika moja kwa moja kwa viungo wa ushambuliaji kwa ajili ya ubunifu, lakini pia kwa mshambuliaji wao wakati Prince Pumelo Dube katika kuhakikisha wanaongeza nasibu ya kufunga. Kwa uchezaji huu matarajio ni kuona purukushani nyingi ziko katika maeneo ya pembeni, kwa sababu ndiko walipo wachezaji machachari zaidi na kutengeneza nafasi. Nazungumzia kwa Fountain Gate kule kwa Henry David, African Messi, lakini kwa Juma Abushiri, kijana mwenye uwezo mkubwa kudribble mpira na kupiga chenga kuingia ndani, lakini pia kwa Pierre Pacome Zouzoua huku upande wa kushoto akiingia ndani, kama ilivyo kwa Maxim Penzengeli ambaye wanapozuia na huungana moja kwa moja na walinzi wao kuhakikisha wanakuwa salama. Lakini pia eneo la kati mahala anapocheza Mudathir Abbas, anapocheza Dzuke Oga Abuya, matarajio ni kuona napo pana ushindani wa aina yake dhidi ya Shomari Mponzi na Ismail Aziz Kada. Yeyote atakayezubaa katika kukabiliana na mabadiliko ya wenzao katika kuzuia na kushambulia zile transitions, ama kushambulia kwenda kuzuia, kuzubaa kokote kule katika eneo la kati, kunaweza ukazaa madhara kwa timu nyingine, na hasa katika mashambulizi ya kujibu, kwa sababu Yanga ingawa watakuwa na miliki zaidi mpira, bado ile silaha yao ya mipira ya counter itakuwa ni sehemu ya kile wanachokitarajia katika kupata matokeo katika mchezo ambao hauhitaji kingine chochote isipokuwa pointi 3 muhimu. Swali ni kwamba je, itakuwa vipi mwalimu Fred Felix Minziro Kataraia akicheza dhidi ya timu yake ya zamani tangu akiwa kijana na kwa kiasi kikubwa akiichezea Yanga katika karia yake, anakwenda kukutana na Abdelhamid Mwalin na Patrick Mabedi katika nyakati ambazo Yanga wanahitaji ushindi tu, wao wanahitaji kupambana haswa kuhakikisha wanapindua meza kibabe. Walipofungwa 2-2 mzuko wa kwanza, basi leo hiyo wakicheza nyumbani wapate ushindi na kufariji mashabiki wao ambao kwenye mechi iliyopita kwenye uwanja huu walipoteza kwa mabao 2-0. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.